Mtazamaji wangu, moja kati ya watu ambao kabla ya broad based government nilikuwa nawapigia tick kubwa kabisa ni gavana wa Homa Bay Gladys Wanga, ambaye ndo mwenyekiti pia wa chama cha ODM. And sababu zangu ambazo zilikuwa zinafanya mimi nimpigie tick ni kulingana na namna ambavyo alikuwa amejituma. Alikuwa anafanya kazi, kuna vitu ambavyo alikuwa anafanya vizuri sana. Na by the way, mpaka anakuja kupewa nafasi ya mwenyekiti wa chama cha ODM, inamaanisha kuna dalili ambazo zilionekana mapema kabisa kwamba huyu huenda siku za usoni akawa mtu fulani ambaye atawakilisha chama vizuri sana, kwa sababu alikuwa tough, alikuwa anaongea, yani you can imagine mwanasiasa afu mwanamke afu anaweza akaongea bila uoga na akafanya kazi, ni kitu kikubwa sana, ni rare, naweza nikasema hivyo. Lakini sasa hii broad based ilipokuja, vitu vilibadilika kabisa, na usishangae mwanasiasa akibadilika. Mimi mwenyewe nimekubali kwamba wanabadilika, wanabadilika kabisa, na ni ukweli. Watu wakiwa nje wanakuwa wazuri sana, subiri waingie ndani ndio utajua sasa utofauti ukoje. Sasa hapo ndio utajua mzuri na utajua mbaya. Sasa Gladys Wanga, nimemsikiliza namna ambavyo amezungumzia maandamano ya Gen Z, nikashtuka sana. And hakuna kitu ambacho kinashtua zaidi kama kuona mwanasiasa ambaye ni wa Raila Odinga wa ODM kabisa akizungumzia maandamano vibaya. Yaani mpaka watu wa ODM, wabunge, magavana, kina nani hawa, wanaweza wakakaa sehemu wakasema maandamano ilikuwa ya fujo. ODM wanaweza wakasema maandamano ilikuwa ya fujo, wakati wanajua vizuri kitu ambacho kinaendelea. Lakini kwa sababu kuna broad base na baba yuko ndani ya serikali, utaonekana mbaya ukisema maandamano ilikuwa sawa, sema kuna watu ambao waliingililia. Yani it's very simple, lakini hawawezi wakaisema kwamba maandamano ilikuwa sawa. Kuna Wakenya ambao walijitokeza tena kwa amani kabisa, sawa, but kuna watu ambao waliingia katikati hapo wakaribu, na ndio tunaomba uchunguzi. Hawawezi wakafanya hivyo kwa sababu ni broad based. Lazima uwe loyal, lazima uonekane una support Raila, lazima uonekane una support Ruto. Wanga amefail. Nataka nikupe hiyo video ya Wanga usikilize, uniambie kama huyu ndo Wanga ambao ulikuwa unamjua au hapana, au mimi ndo nilikuwa namtambua nyuma. But ukweli ni kwamba Wanga alikuwa ameshapiga step kubwa sana, but again there is no way utasupport William Samoei Ruto sasa hivi watu wakuelewa. Watu wakuelewe. In fact, wote ambao sasa hivi unaona wanamsupport William Samoei Ruto, sidhani hata kama wana future nzuri when it comes to politics. Kwa sababu kama watu wataamka, unajua tumezoea hizi tabia za kiongozi kusema anageuka mwananchi, alafu baadaye anakuja na convince tena mwananchi inakuwa ni sawa. Bado watu wanamuelewa, bado watu wanamkubali. Trust me, kama watu wataendelea kujitambua, kama watu wataendelea kuchukulia hawa watu serious, like huyu tunamjua alifanyaga hivi. Kwanza, kama kuna watu ambao wanatakiwa kukataliwa, wa kwanza ni wale ambao walipishaga finance bill ambayo iliua watu. Tuongeni ukweli. Alafu na wale ambao bado wanaendelea kusupport hivi vitu ambavyo Ruto anaendelea kufanya hapa, wakiwemo hawa viongozi wa ODM. Yes, wakiwemo hawa viongozi. Tusiogope kuambia viongozi wa ODM kwamba hakuna kitu ambacho wana support hapa, na the more wana support the more bora tu watu wachanuke. Mimi natamani kuona generation ambayo tutakuwa tunasimama hivi tunasema, wewe tunakujua kuna kitu ulifanyaga mwaka 2000 na kitu fulani hapo, hatuwezi tukakupea tena nafasi, ulicheza, tulikupa ukachezea. Na viongozi wa ODM wanataka kuambiwa ukweli. Sikiliza kitu ambacho Wanga mwenyewe anasema maandamano ilikuwa ni eti watu wanakuja huko, na yeye anazungumzia kuchoma police station. Wanga umepotea. Sikiliza hapa ndio tuendelee, mtazamaji wangu. And what we did, we went by the constitution and took these matters to court. There is no time that people who are claiming to be demonstrating under the constitution can turn into anarchists under your instruction and burn down police stations and burn down courts in this country and beat up policemen and women. It has never happened.
And Gachagua, this is shame on you. You will never get power through the back door. Elections will be done in this country in 2027. And if you're ready, come to the election in 2027. Lakini maneno ya kuweka watoto wetu from wherever they are to turn against each other, a son robbing the business of their mother, breaking into businesses of their parents. Shame on you, Gachagua. Shame on you, Gachagua. And this is no longer about demonstrations. And our Gen Zs have made their case in this country. But this thing is being hijacked by anarchists sent by one Rigathi Gachagua. Anawatuma watu waende kutembea kuvunja maduka ya watu. To rape women. Why would that happen? To beat up police women. Weak police women. You chase them and beat them with stones. We have done demonstrations in this country. We have never reached a point of beating up our police. And when we get to a point of beating up our police and burning our police stations, we are taking this country the route of anarchy, and those are no longer constitutional demonstrations. Those are a plot to overthrow government. And we will not allow you, Gachagua, to destabilize this country, because this country belongs to all of us. All of us. Asadi ya maandamano kindematoth. Nyakarangueka. Newase wangoka police. Newase go police. Newase wangokot. Inashangaza sana. Inashangaza kuona viongozi wa ODM ambao tulikuwa nao hapa tunapambania the same things. Leo hii wamegeuka and they're like, mnataka kuchoma nchi. Mnataka sijui kufanya nini. Yaani ni kama hivi vitu ambavyo vinafanyika sasa hivi havikuwa vinafanyika nyuma. Hata wao walikuwa wanafanya maandamano. Wao wenyewe walikuwa wanaongoza maandamano. Wao wenyewe walikuwa kwenye street wanaongoza maandamano. But same things were happening. Watu bado walikuwa wanaibia watu bado walikuwa wanavunja maduka. Hivyo vitu vyote ambavyo vinafanyika sasa hivi, au hivi vitu vyote ambavyo vinafanyika sasa hivi vilikuwa vinafanyika hata nyuma kipindi chao. Ungewaambia kwamba nyinyi mnachoma maduka ya watu, sijui mnafanya nini, wangekupiga vibaya sana, wakwambia kwamba vipi watu wanafanya maandamano na ni ukweli. After ajabu ni kwamba sio kwamba vitu vimebadilika vile. Hapana, the same things ndio bado hata tunapigia kelele hapa. Talking about police brutality. Unataka kuniambia ni Gen Z ndio wanazungumzia police brutality? Wa kwanza kabisa. Si hata hawa viongozi wa Raila Odinga, si tulikuwa tunazungumzia the same things. But kwa nini ghafla sasa hivi vitu vimebadilika? And they are like, mnataka kuharibu nchi, mnataka si nini. Mbona vitu vimebadilika hivyo ghafla? Hapo ndo tunasemaga watu wanachezewa, watu wanabebewa akili. Watu wanatengenezewa tu vitu vya kufuata. Si watu kufuata vitu ambavyo vinaonekana kabisa. Hii ni nzuri tunataka kufuata. Hii ni mbaya hatutaki kufuata. Ni mwanasiasa anataka kukuamulia ni kitu kipi ufuate, kitu kipi ufai kufuata. Na I think hiyo era tunatakiwa tunapita. Viongozi kutumia watu vibaya, hiyo inabidi tuipite hiyo. Na ndio maana each and every day tukipata nafasi Mwenyezi Mungu ametufungulia kama hivi hapa, lazima tuvizungumze hivi vitu, watu waelewe kwamba watu waache kutumika vibaya. Kama kuna watu hawafai kuzungumzia sio maandamano, sio ilikuwa ni afuja, ni hawa watu wa ODM, kwa sababu they've been doing this thing. Wamekuwa kiifanya hapa. So yao hiyo ilikuwa sawa, sasa hivi ndo mbaya. Kwa sababu wanapigiwa kelele kuhusu kusupport William Samoei Ruto, ambao pia wana deserve kupigiwa hiyo kelele, kwa sababu sasa wana support nini? Ni nini exactly tunaweza tukasema leo hii ODM ina support kwenye serikali hii hapa ya Kenya Kwanza? Tuacheni uongo, tuongeni ukweli. Kusupport Ruto haimaanishi kufai kumwambia ukweli. It's very simple. Maandamano ilikuwa, makosa ilitokea, polisi waliua, wakakosa haki ikakosekana, watu wakaingia street. Nyinyi wenyewe mliona. Kuna watu tu ukiwaangalia hivi unaona kabisa hawa hata hawana shida, na hawa hata hawezi kuvunja maduka ya watu. Unamwangalia tu hivi unaona huyu msichana, huyu kijana wewe hawezi wakavunja maduka ya watu. Umeelewa mtazamaji wangu? Lakini unajua tu huyu, hawa wametumwa hawa hawakai kuja kufanya maandamano.
But hata baada ya polisi kujua hawa sio watu wa maandamano, hauwezi ukapata hata taarifa. Wewe tangu tunafanya maandamano kuna mtu amekamatwa, umesikia kabisa walivunja maduka ya watu? Hakuna. Haya, kuna CCTV kila sehemu. Kuna makamera, vyombo vya habari, watu wa bodaboda wanaonekana wanatembea kwa marungu. Wana maafisa wa polisi pale wako sawa, wako pamoja wanaenda. Nini imefanyika so far? Hakuna. There is no way mnalilia wanataka kuchoma nchi. The same people ambao mnasema wanataka kuchoma, hamtaki kuwakamata. So mnatakaga sisi tufanyeje sasa? Mnatuambiaga sisi ndo tufanye nini wananchi? Mkishatuambia mtu anataka kuchoma nchi, mwenyewe hujamkamata umuulize nani alimtuma. Unataka tuamini wewe kazi yako ni kutuambia ni nani ndo ni huyu yule. Hatuwezi, hiyo ni maisha gani sisi hatuwezi tukaishi? Hatuwezi kabisa. And wacha niweke hii clear. Tutairudia. Hakuna, watu wasidanganywe. ODM msidanganye watu. Gladys Wanga waache kudanganya watu. Ukweli ambao upo ni kwamba mnataka tuamini Rigathi ndo alileta goons. But again, mbona hata mnamzungumziaga Rigathi Gachagua? Yaani kwa nini? Kwa nini anakuaga topic? Ni nini hiyo inakuaga, yani mna wasiwasi ya nini na Rigathi Gachagua kwanza? Yani kuna vitu vya kuzungumza, sio Rigathi Gachagua. Na mimi si tu kwamba namdefend Rigathi Gachagua. Yaani mimi wanapotaja Rigathi ndo naonaga kabisa hawana kitu cha kuzungumza. Kwa sababu Rigathi naye anaongeaga tu hivi vitu ambavyo wananchi wanaongelelea. Yaani Rigathi waga anaenda na hiyo flow, ni upepo. Rigathi anaendaga na upepo wa wananchi, vitu ambavyo wanazungumza. Yaani ni hivyo. Maandamano ilikuwa, watu walikuwa. Vurugu akaanza maafisa wa polisi. Wakasaidiwa na goons, wakafukuza watu town. Mpaka sasa hivi goons tunazo picha zao, videos zao, kila kitu. Kila kitu tunazo. Tunayo. But ni hatua gani imechukuliwa so far? Ipo, wewe unaona kabisa kuna kitu kimefanyika? Hakuna. Kwa sababu gani? Kulikuwa na mipango. Kwa hiyo story yetu, story ya hawa watu kutuambia kwamba ilikuwa. Niliona taarifa, kulikuwa na taarifa kwamba sio Rigathi anatafutwa, sio Rigathi kumeendaje by the way, na mambo ya Rigathi kumeendaje? Kwa sababu naye Rigathi naye anaendelea kuinject kama kawaida. Hapoi, hasimami, yaani atingiziki. Yule yuko pale tu kwenye kuweka kisu bado. Ndani tu hapo ambapo hataki iguswe, hapo ndo Rigathi anagusa. Rigathi anasema wameiba shamba almost 5,000 acres. Anyway, sikiliza kwanza Rigathi ndo nikwambie kitu. Tukianzia hapa Narok, huyu Kasongo asipofukuzwa ataiba mashamba yenu yote. Kweli ama uongo? Pale holding ground, pahali ilikuwa ya kuweka ng'ombe ya Masai, eka 1,100 Kasongo amechukua. Pale Masai Mara ameshikana na governor, wameimba shamba 4,000 acres. Sindio? Hapa ni one term. Ruto one term. Aende nyumbani one term. Huyo fala aende home. Ati alikuwa anasema juzi sisi ni mafala. Sisi na yeye nani fala? Nani fala? Ati ni nani? Nani ameharibu uchumi ya Kenya? Nani ameharibu mambo ya elimu ya university? Nani ameua vijana? Vijana wakipanga maandamano, nani anapanga goons? Ati anaitwa nani? Mwambieni asituletee. Murkomen lazima aende nyumbani. Hakuna vile mtu anasema ya kwamba raia wapigwe risasi na aendelee kukaa katika ofisi ya umma. Lazima aende wapi? Murkomen aende wapi? Hiyo ndio sauti ya wananchi. Narok hoye! Tumefika hapa na Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, JB Muturi, Ole Kamwaro, Ole Seki. Narok mko tayari? Tumekuja kusikiza ground. Tumekuja kusikiza nini? Ground ya Narok inasemaje? Narok mnasemaje? Harambe! Wewe Ruto,
Wewe Kasongo, wewe Zakayo, wewe mtu ya kutenga, wewe mwizi ya mashamba ya Masai. Harambee! Kasongo ni mwizi, si mwizi? Nani ameiba mashamba ya Masai? Nani ameiba mashamba ya Masai? Nani ameua Gen Z? Nani amepora Kenya? Kasongo aende asiende? Kasongo atembee asitembee? Wangapi wanasema Kasongo aende, Kasongo aende? Nawaambiaga Rigiji waga anaenda na flow na mnakataa. Hivyo vitu ambavyo wanazungumza Rigiji ndio watu wanataka kusikiliza na ndio watu wanafurahia. Hivyo. Yaani hivyo. But unajua yani sijui Ruto, mimi sijai kumuelewa Ruto. Imagine a whole president, mtu anakuita mwizi, muuaji. Hivyo unavyoona, wewe unavyomsikiliza Rigathi Gachagua. Hivyo huaga namna ambavyo anaongea. But a whole president yuko too comfortable. Hata hajai kuchukua hata hatua. So nashangaga, anatakaga tuichukulie normal kwamba huyo mtu anakuaga wa propaganda na danganya, but it's something ambayo si tu kwamba inazungumzwa tu na Rigathi Gachagua. Sio kitu tu ambacho kinazungumzwa na Rigathi Gachagua. Hata wananchi waga wanaisema. Unajua ingekuwa ni Rigathi waga anaiongea, wangapi? Unajua tumeanza kusema Ruto ni mwizi hata before Rigathi Gachagua. Trust me. And Ruto is always like, me I don't care. Mniite tu majina, mwizi, Kasongo, Zakayo, mniite tu majina, there is no problem. Bwana, there is problem. Mr. President, there is problem. There is no way taifa nzima kila mtu anakuita mwizi and you are just comfortable. Haiwezekani. Kwani hiyo ni sifa gani? Hiyo ni sifa ya mtu kuvumilia kusema there is no problem. Unaitwa mwizi kwa sababu gani? Tuambie. Afu sasa ubaya wanakuitaga mwizi, afu wanatolea mfano kitu ambacho umeiba. Sasa wewe unataka tuamini wewe ni mwizi, si ndio? Kwa sababu there is no way mtu atamuita president mwizi alafu asichukuliwe hatua kama ni uongo. Hakuna kitu ambacho kinaumiza kama hivyo. Lakini sasa kwa sababu proofs huwa zipo na unaonyeshwa kabisa kila kitu. Okay, in short, kitu ambacho najaribu kumaanisha ni msipomkamata Rigathi Gachagua, yani asipojieleza Rigathi Gachagua, nyinyi wenyewe mmemwendea mkamuuliza, sasa unasema au ni mwizi ameiba shamba eka 5,000. Tuelezee kidogo hapa kwa sababu sio kitu ambacho tunaweza tukatamani iendelee. So ilikuwaje? Kama hawafanyi hivyo, then sisi tutaamini kwamba kweli Rigathi Gachagua ni mwizi. Au ni kitu kipi tena tutasema? Ni hivyo tu. Hakuna kitu kingine. So ambaye ni DCI alikuwa anaulizwa kuhusu kukamatwa kwake. Rigathi was kitu kama summon. And alikuwa na haya ya kujibu. Just back to that particular story, because we are shocked that Ndiangui is not within your custody, but today the courts have given an order for you, the DCI, to present Ndiangui at 11 tomorrow on Tuesday. So will that be possible? Then secondly, there are reports online that you have summoned the former Deputy President Rigathi Gachagua. What are the nature of those summons, if true? Well, like I've said, Ndiangui is not under the custody of officers of the National Police Service. And that is what I'm going to say rightly before the Honorable Judge tomorrow. We don't have him. And wherever he is, he should just come and surrender to the police so as to assist in our investigations. As regards regarding Gachagua, it is not true that we have summoned Rigathi Gachagua. But I would like to point out very, very clearly that Rigathi Gachagua does not enjoy any immunity against prosecution. He is subject to the laws of the land. If in our investigations he is found to have been involved in any criminal activity, perpetrated any criminal activity, aided or abetted any criminal activity, then appropriate action will be taken against Rigathi Gachagua. Thank you.
Asanteni sana. Maybe a last question? Just one question quickly. Sorry, my name is Cynthia Onyango from Ramogi TV, and I just have one question for you, sir. I mean, from the investigations you've done so far and the intelligence you've gathered, do you second CS Interior statement that on 25th there was an attempted coup? And if that is true, how far are you with the investigations? Bwana DC, jina langu ni Ronde Regani kutoka Mo Radio. Swali langu litakuwa moja kwako. Wakenya wanauliza, you lied under oath on the floor of the Senate. So why should the Kenyans believe you anymore when it comes to matters criminal investigation? Mbona Wakenya waamini? Asante sana. Let me take these two questions. From what our CS said about the attempted coup, I may not want to. Anyway, sote tunafahamu kwamba wanamuogopa Rigathi Gachagua na hawezi wakafanya hivyo. But pia tunashukuru Rigathi kwa kuendelea kutuchanua vitu vingine. Unajua Rigathi alisema kuna vitu vingi sana anafahamu kuhusu serikali hii hapa ya Kenya Kwanza. Kwa hiyo sisi hatutakiwi kuwa na haraka. Yaani hivi vitu atakuwa anavitoa tu moja baada ya nyingine. And tunajua vitu vingi vinafanyika. Sema tu hatujui exactly ni nini na nini, lakini tunajua ni nini wana uwezo wa kufanya hawa watu. Kutokana tuna vitu ambavyo wanafanya au hata wanaongea. Unajua kuongea kwa mtu pia kunaweza kuonyesha kwamba hapa huyu ana uwezo wa kufanya ABCD. Waache ile ameongea hivi, anaweza kafanya, kwa sababu unakuta kitu ambacho anaongea ni kubwa kuliko hata kitu kingine ambacho umeelewa mtu anaweza kaa anakuambia kwa uhusu. So wacha waendelee kucheza michezo yao. Wanaitwa mwizi, hawataki kuchukulia mtu hatua, afu anataka tuamini kwamba huyo mtu anadanganya. Hiyo haiwezekani. There is no way mimi mtu ataniambia ni mwizi alafu na nyamaza tu inakuwa ni kitu cha kawaida. Hapana. Then mpaka mifano inatolewa afu bado nataka kuassume sawa tu, there is no problem. There is problem kwa sababu tunaishi vipi? Nchi gani hii ambapo kila yani mwizi kila muda tunazungumzia mwizi? Sio sifa nzuri, by the way. Sio sifa nzuri. Yani kama yeye mwenyewe hizi akajitokeza aelezee vizuri kuhusu hivi vitu vyote ambavyo huaga vinazungumzwa hapa, then sijui sasa, mimi sijui Ruto sasa anataka kufanya kazi vipi. Anyways, hapo chini kwenye sehemu ya comments naomba uniambie maoni yako ni gani, lakini kitu kikubwa zaidi make sure una subscribe kama bado. Hiyo itakupa nafasi ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. But again, unaweza ukashare kwa watu wawili watatu ambao wanaweza wakapenda uchambuzi kwa lugha nyepesi, lugha ya Kiswahili. Bye bye.